Bwana, ninacho kitumaini buheri wa afya mwana michezo mwenzetu popote pale ambako naendelea kutufuatilia. Karibu tena nimbani. Jina langu naitwa Cisco. Niko hapa Katalambula Yusufu, mzee wa mambo vipi? Karibu tuzungumze michezo kubwa zaidi, game on. Mchezo wa Yanga na Pamba Jiji, mambo ni mazito kweli. Nani kuibuka mbabe? Basi njoo tukusimulie dakika zote 90. Ungane nasi bwana, sako kwa bako, ili usilelee matangazo jadidi kweli yasikuwa na shida wala shaka yeyote ile. Nikukumbusha kwamba lakini pia napatiwa nguvu kubwa mno na Mercury Cargo. Mercury Cargo bwana, ndio cargo namba 1 kwa sasa nchini Tanzania, inaosafirisha mizigo kwa haraka mno kutokea Uturuki, Dubai, China pamoja na Korea. Mambo ni mazuri, na kitu kizuri zaidi bwana, Mercury Cargo na huduma ya express. Hii ni rahisi kwa njia ya meli pamoja na njia ya ndege. Sasa express hii imekuwa ni rahisi. Dubai ni siku 2 mpaka 3, lakini kutoka China bwana ni siku 2 pia mpaka 3, bila kusahau kutoka Uturuki ni siku 3 mpaka 5, lakini kwa huduma ya meli ni siku 28 mpaka siku 35 kutoka nchi zote hizo ambazo Mercury Cargo anasafirisha, kwa maana ya Dubai, Uturuki, China pamoja na Korea. Mambo ni mazuri kweli, lakini taarifa nzuri pia kwa wale ambao wana mizigo mikubwa ya kilo nyingi ambayo inakwenda kwenye nchi jirani kama Uganda, Kenya, Kongo, Burundi. Basi pia wasiliana nao Mercury Cargo ili waweze kukupeleka mpaka huko kwa gharama nafuu kweli. Niko hapa Katalambula Yusufu. Mzee wa mambo vipi, uko vizuri? Ya, nipo poa sana. Uzima upo na hulalamiki? Namshukuru Mungu. Ni jambo la kumshukuru Mungu kweli. Wakati mwingine game on, tunakwenda pia kuipiga game hii. Nini hasa ambacho nakiona kabla ya kwenda kuzianza rapsha za hapa na pale Katalambula Yusuf? Ni mechi nyepesi sana. Natarajia kuona mechi ya upande mmoja kwa kuangalia quality ya wachezaji wa Young Africans na opponent wao, kwa maana Pamba Jiji. Lakini ground ambayo anaenda kutumia ni comfortable kwa Young Africans. Ongezeko la wachezaji kama Stefan Kiaziz pamoja na Selemani Mwalimu inaonyesha na kuashiria wazi kabisa itakuwa ni mechi ya upande mmoja, labda atokee maajabu ya mpira wa miguu. Lakini unaiangalia Young Africans ambao head to head dhidi ya Pamba Jiji, kwenye mechi za mwisho ambazo wamekutana ni mechi ambazo Pamba Jiji sio tu kumfunga Young Africans bali kupata tu goli mbele ya Young Africans. Hajawahi kufanya kitu hicho kuanzia mwaka 2024. Pamba Jiji wakati anapanda alikula chuma 4 bila. Mechi iliyofuata akapigwa 3 bila. Mechi iliyofuata tena akapigwa 3 bila. Mechi iliyofuata tena akapigwa 3 bila. Kwa hiyo unaona ni Young Africans ambayo inamudu sana Pamba Jiji. Lakini tunaizungumza Pamba Jiji ambayo kwa hivi sasa wapo kwenye nafasi ya 12 katika michezo 3 ambao wamecheza. Wamepata sare mchezo mmoja, wamepoteza michezo 2. Lakini naizungumzia Young Africans ambao wapo kwenye nafasi ya pili wakiwa hapo nyuma kwa mchezo mmoja mbele ya Simba. Wamepata double figures tayari, kwa maana magoli 10 plus katika mechi 3 ambazo wamezicheza na kukusanya alama zote 3. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba utakuwa ni mchezo ambao kwenye makaratasi Young Africans ana nafasi kubwa kuweza kupata ushindi. Lakini hatuwezi kuweka asilimia zote kwa sababu mpira umekuwa na maajabu yake, na maajabu hayo pia yaliwahi kutokea kwa Young Africans na timu zingine. Tumeona Young Africans alipopoteza dhidi ya Dodoma Jiji ambapo alianza kutangulia goli 2-1 akaja akafungwa goli 3-2 na kadhalika. Lakini kwa vile ambavyo naiona Pamba Jiji ilivyoanza, quality ya wachezaji waliokuwa nao kulinganisha na Young Africans, sioni na sidhani kama hayo maajabu yanaweza yakatokea. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali lako, naona ni mchezo wa aina gani? Kwangu mimi naona ni mchezo mwepesi sana kwa upande wa Young Africans kwa mujibu wa kwenye makaratasi, lakini pia ni mchezo ambao Young Africans wanaonekana kuwa favorite kwa zaidi ya 90% mbele ya Pamba Jiji.
Bwana, hivyo ndivyo ambavyo tunaanza kutazama na kumulika mchezo huu wa Yanga dhidi ya Pamba Jiji. Je, ni mchezo kweli ambao utabendi ama utaelemea upande mmoja? Basi pia waweza kutuandikia comment yako hapo, lakini nikukumbusha utakuwa live kutangaza mchezo huu na wewe cha kufanya ni uwe nasi tusako kwa bako ili uweze kusirejelea matangazo jadidi kweli kweli, yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote. Hapa studio niko mimi naitwa Cisco pamoja na Yusuf Katalambula. Yusuf, umesema ni mchezo ambao utaelemea upande mmoja kwa maana Young Africans huenda katawala kwenye dakika ya kwanza mpaka 90 ya mchezo. Hii ni kulingana na ubora wa Young Africans ama unazungumza haya nini hasa ambayo inakuwa kama facts yako ya kusimamia kwenye hii hoja yako ya kwamba mchezo huu ni mchezo ambao utaelemea kama si kulala upande mmoja? Nimepima kwenye vitu vitatu. Ndio. Kitu cha kwanza nimepima kwenye head to head na historia ya timu hizi mbili zikikutana. Lakini kipimo cha pili ambacho nimekiweka ni current performance ya timu hizo zote mbili hasa katika msimu huu. Nimekwambia Young Africans ana zaidi ya magoli 10 na pointi 9 katika michezo mitatu ambayo amecheza. Amepata ushindi michezo yote mitatu. Lakini hawa Pamba Jiji umeona katika michezo mitatu amefungwa michezo miwili, ametoa sare mchezo mmoja. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo pia anambeba Young Africans. Lakini kitu cha mwisho na kikubwa ni quality ya wachezaji ambao wapo nao Young Africans na quality ambayo wapo nao Pamba Jiji. Kwa hiyo kwa hivi vitu vitatu ukikusanya, kwa mimi vinaniaminisha kwa zaidi ya 90% mchezo utakuwa upande mmoja. Ni wao tu Young Africans ni kuamua wanataka kupata ushindi wa aina gani, wa magoli gani, wao tu kujipimia. Naona ni mchezo ambao utakuwa ni kama kwenye shughuli ya kishua, kwa maana mabuffet tu hapo mbele unajichagulia tu. Nataka nyama ya kukaanga ama nyama ya kuoka, nataka kuku ama ni vile tu ambavyo Young Africans wao wataenda kujichukulia leo. Kwa hiyo kwangu mimi ni mchezo mwepesi mno kwa Young Africans. Ni wao tu wenyewe kujichagulia nini ambacho anaenda kukifanya. Na katika hili zipo asilimia ndogo sana za maajabu ya mpira wa miguu. Sidhani kama zinazidi hata 3% kwamba mpira utakuwa na maajabu yake kwa vile ambavyo mimi naona. Na kwa mantiki hiyo na kwa maneno hayo ni dhahiri shahili ya kwamba huu ni miongoni mwa michezo ambayo inaweza katupatia idadi kubwa ya mabao, kwamba Pamba Jiji akiingia kichwa anaweza pia kuchezea kuanzia chuma 4, yani miguu ya sturi kwenda juu, hamsa huko kwa maana ya 5 na kuendelea. Bila shaka 100%. Sawa, hivyo ndivyo ambavyo tunakupatia hizi labsharabsha hapa, lakini nikukumbushe tu ya kwamba tutakutangazia 90 zote dakika, lakini pia tutakutangazia baada ya mchezo huu kutamatika. Yote hayo utayapata hapa. Endelea kuselelea matangazo jadidi kweli kweli, yasiokuwa na shida wala shaka yeyote ile. Na dhahiri shaili Mwalimu Koba anatakiwa ingieje kwenye huu mchezo, hata kama mchezo huu umeona Yanga wanaumudu. Weka Talambula, nini hasa ambacho anakiona kwa Mwalimu Koba wa klabu ya Yanga? Nini anatakiwa afanye na ingieje kwenye mchezo huu mzito kweli kweli? Brilliant Koba Ngiti. Huyu bwana kocha ashauriwi. Okay. Miongoni mwa vitu ambavyo upo navyo ashauriwi, lakini pia apangiwi. Sio tu kwenye kupanga kosti yake bali hadi kwenye namna ambavyo anazungumza. Tumeona kilichomtokea Chuga, lakini pia alimwambia Stefan Kiazizi asipopambana hawezi akapata nafasi. Ni aina ya makocha ambao wapo hata huko ulimwenguni. Diego Simeone El Cholo ni mtu wa hivyo, Jose Mourinho ni mtu wa hivyo, na baadhi ya makocha wengine kama Gonzalo Gattuso na kadhalika. Kocha Mankoba mfumo wake mama ni 442, anatumia double striker. Na naamini ni mfumo ambao ataendelea nao siku ya leo. Kwangu mimi, kwa aina ya opponent ambao anaenda kucheza nao, natamani kuona Mankoba akiingia na kikosi tofauti na kile ambacho tumetoka kukiona dhidi ya Coastal Union. Kwa maana golini Djigui Diarra screen protector, lakini fullback ya kulia Yao Kwasi anaweza kakaa pale, lakini fullback ya kushoto Shedraki Sakaboka Mayday. Kwenye 4 na 5 sehemu ambayo utakiwa kuifanyia masakara ni katika eneo la mabeki wakati pamoja na goalkeeper. Utakiwa kufanya rotation sana. Kwa hiyo namuona Bakari Nondo Mwamnyeto, Akidabo na Ibrahim Abdullah Baka. Viungo 4 juu yao kwa maana viungo wakati. Kiungo wa kulia Maxim Pia Zingeli, kiungo wa kushoto Albert Kangwanda, viungo wa ndani Duke Abuya pamoja na Mudathir Yahya basi. Alafu washambuliaji kule juu leo natamani kuona mwalimu akianza
na Sheikh Tule pamoja na Selemani Mwalimu. Hivyo ndivyo ambavyo naona Mwalimu anaweza akaingia kwa opponent. Yes. Okay. Yeah. Haya, hebu ngoja tuone Young Africans watafanya nini, lakini ngoja tuone ni kwa namna gani pia shughuli inaweza ikawa nzito. Lakini Katala, kabla tujaendelea mbele, nafikiri japokuwa mchezo ni wa upande mmoja pia, ili kupunguza hiyo adha uende sio kubwa ya mabao, kwa sababu wewe binafsi umeona mchezo huu utakuwa ni kwa Yanga zaidi. Wafanye nini sasa Pamba Jiji kuikabili Young Africans ili zigo hili huenda lisielemee kwao kwa 100% na wao wajitutumue, wasio wanacheza vile vipigo vizito, labda hata ishe 1-0, 2-1 na vitu kama hivyo. Kuna wakati mwingine ukishapata ajali kwenye meli upo baharini, ni kumuomba Mungu tu akujalie utoke salama, kwa sababu kuna kuwa mnaga option nyingine ambao unaweza ukafanya. Lakini ni mifano tu ambayo tunatumia, lakini kwenye football kuna wakati mwingine unachagua tu kubaki nyuma, lakini hakupi guarantee kwamba hautafungwa, kwa sababu kuna wakati mwingine mnazidiwa quality, yani kila kitu mnazidiwa. Hakuna ambacho mnaweza mkakifanya, mtazuia, lakini mwisho wa siku mtachoka na mtaruhusu magoli. Kwa hiyo kitu ambacho anatakiwa kufanya Pamba Jiji, kwanza kuongeza umakini. Kabla ya yote ni kuongeza umakini, lakini mbili, kuheshimu Young Africans zaidi ya vile ambavyo wao wanawaheshimu, kutokana na kutoruhusu kupishana nao. Ukiruhusu kupishana nao naumia. Kwa hiyo katika kutengeneza low block yao wahakikishe pia wanawaheshimu Young Africans, lakini pia si tu kuwaheshimu, bali umakini unahitajika zaidi. Nimeona inaanza kuweka out kile ambacho kinaletwa na kocha set pieces, kwa maana mipira iliyokufa. Tumeona magoli ambayo yamepatikana dhidi ya Coastal Union, kwa asilimia kubwa alikuwa ni magoli ya set pieces. Kwa hiyo kama mteka low block itakuwa ngumu kuifungua, basi mtafungwa hivyo. Jana nimeona mchezo wa Coastal Union dhidi ya Simba Sports Club. Yes, Simba struggle kuifunga Coastal Union kwa sababu hawakuwa na plan B ya kuweza kuifungua safu ya ulinzi, kitu ambacho kiliwasaidia Young Africans. Walikuwa nayo hiyo plan B ambayo ilikuwa ni mipira ya set pieces. Goli la kwanza limepatikana hivyo, goli la pili limepatikana hivyo, goli la tatu limepatikana hivyo, lakini tumeona goli nyingine ni cross ambao pia ni same tu na set pieces. Kwa hiyo kama Simba wangekuwa hapo bora kwenye set pieces jana dhidi ya Coastal Union, wangepata ushindi wa magoli mengi. Angalia kipindi cha kwanza tu tayari wamepata kona 8. Kwenye kona 8 hazijazaa kitu chochote. Hadi mechi inamalizika na zaidi ya kona 15. Hakuna kile ambacho wameweza kuofa. Lakini foul nyingi ambazo walikuwa wanazipata pia Simba walishindwa kuzitumia, lakini imekuwa tofauti kwa Young Africans, wameweza kuzitumia. Kwa hiyo Young Africans kitu kingine ambacho wamekileta ni kuwa na plan B kama opponent atakuwa ameweka low block. Kwa hiyo waangalie pia aina ya foul ambazo watakuwa wanazicheza, lakini pia wasiruhusu zaidi kona nyingi kuweza kutokea upande wao, kwa sababu leo pia anaweza akawepo Stefan Kiaziz ambaye ni mzuri sana katika mipira ya set pieces. Kwa hiyo no way ni kuongeza umakini, kutengeneza low block iliyokuwa imara, lakini pia kuhakikisha wanawaheshimu Young Africans na kutoruhusu kupishana nao. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo tunaendelea kufurahia na kuenjoy kweli kweli hapa studio, lakini tusubiri 90 dakika zitakuja na majibu gani. Lakini nikwambie tu kwamba nitarejea tena hapa mimi pamoja na Yusufu Katalambula, mzee wa Katalawati, mzee wa mambo vipi, ili kuzichambua zile dakika 90 ambapo zitakuwa zimetamatika. Je, Young Africans ama Pamba Jiji? Basi endelea kusalia nasi sako kwa bako ili uweze pia kusalia matangazo jadidi yasiyokuwa na shida wala shaka yoyote ile. Tukutane tena muda na wakati mwingine. Itoshe kusema tuwailalika. Masalam.